Mimi ni nuru ya ulimwengu, nuru ya familia yangu. Nilitoka kwa Baba, narudi kwa Baba. Baba ni mtakatifu. Narudi kwa Baba, ndani yake nakaa naye ndani yangu. Mimi ni mtakatifu. Nimepona, nimeokolewa, nimekombolewa. Familia yangu itanifuata katika nuru. Mimi ni nuru. Nuru yangu iwaponye, iwaokoe na kuwakomboa. Bwana Yesu asifiwe. Nawasalimu katika jina takatifu la Bwana wetu Yesu Kristo. Hamujambo? Naitwa mchungaji David Joya, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Na leo ni siku ingine tena Yesu amefanya tukutane na wewe. Kukutana na wewe hivyo sioni kama ni kawaida, bali ni uwepo wake ama nguvu zake Yesu Kristo umefanya tuwe pamoja na wewe siku ya leo. Tulikuwa na wewe siku ya Jumapili, na leo tena tukakutana tena ili tugawane na wewe neno la Bwana. Yesu ni mwema, ni yeye ametuwezesha. Ni wengi wangetaka wawe uhai siku ya leo, lakini hawako uhai. Ni wengi wangetaka wawe huru siku ya leo. Wengine wako korokoroni, wengine wako jela, wengine wako mahospitalini. Sisi tuko huru, sio kwa uwezo wetu, bali ni kwa nguvu za Bwana wetu Yesu Kristo. Mimi mchungaji wako David Joya. Nasemaga nimeokoka, Yesu ni Bwana. Niliamini kifo chake na kufufuka kwake, na nikaamini alikufa juu ya dhambi zangu, na kwa hiyo imani tu, hakuna kitu kingine nilikuwa nahitajika kupeana, bali nilipoamini hivyo nikaokolewa na nikawa mmoja wa wale watakao urithi ufalme wa mbinguni. Na leo nataka tuingie katika mahubiri yetu ya siku ya leo, kama vile Roho wa Mungu amefanya ama atakapo tuwezesha. Na leo tunaongea kuhusu imani yako iko wapi, na Yesu yuko tayari. Ni wewe naongea, na wewe mtu wa Mungu, na kuuliza imani yako iko wapi, na Yesu yuko tayari. Huyo Yesu Kristo mwenye alikufa juu ya dhambi zetu bado yuko hai na ako juu mbinguni. Anagojea aone imani zetu ziko wapi, sababu kila wakati huwa ako tayari kututoa kwenye mazida. Tutasoma katika Marko 5:21 mpaka 29. Marko 5:21 mpaka 29. Tuone huyo Yesu, tujue imani yetu kama tuko nayo kweli. Yesu yuko tayari kukutoa kwenye hiyo shida ulio nayo. Wawezaona kama ni kubwa sana, wawezaona kama haiwezekani, lakini kwa Yesu yote yawezekana. Na yeye yuko tayari. Ndio anauliza imani yako iko wapi. Marko 5:21 inasema hivi: hata Yesu alipokwisha kuvuka kurudia ng'ambo katika kile chombo, wakamkusanyikia mkutano mkuu, naye alikuwa kando ya bahari. Akaja mtu mmoja katika wakuu wa sinagogi, jina lake Yairo. Hata alipomwona akaanguka miguuni pake, akimsihi sana, akisema, binti yangu mdogo yu katika kufa, na kuomba uje uweke mkono wako juu yake, apate kupona na kuishi. Samahani. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona hapa kuna mtu anayeitwa Yairo. Biblia imetuambia Yesu alirudi ng'ambo ya bahari akiwa na chombo, naye alipofika hiyo ng'ambo alikuwa anaenda, akakutana na mkutano mkuu. Kulikuwa na watu wengi, na kusema ukweli sio kusema hao watu hawakuwa na masida, juu hakuna mtu hanaga sida moja au nyingine, lakini Biblia inamtaja tu mtu mmoja kwa jina kwa hao watu wengi sana wenye walimkuta Yesu Kristo, ama wenye walikuwa kwenye huo mkusanyiko wa watu.
wenye ulikuwa unataka kusikia Yesu vile anasema. Naye huyo mtu Biblia inamuita Yairo, ama kwa Kisugu anaitwa Jairus. Yeye hajakuwa kama wale watu wengine kawaida tu ni kumsikiliza Yesu na kurudi makwao kama kawaida, bali yeye, japokuwa yeye hakuwa na shida yeyote, alikuwa mkuu wa sinagogi. Kwa hivyo alikuwa mtu anayemjua Mungu, mpaka watu wakamchagua asimamie sinagogi. Kwa hivyo alikuwa mcha Mungu. Naye ijapokuwa wakati huo sio watu wengi walikuwa wanamtambua Yesu, yeye alikuwa anaona kweli huyu sio mtu wa kawaida, na kulingana na vile anaihubiri injili hii na kulingana na ile nguvu ako nayo, mimi sitanyamaza. Na wewe unafaa usiwe kama hao watu wengine, mkusanyiko wa hao watu wengine wenye wanamsikiaga Yesu tu kama kawaida. Nao wanaona ni kawaida tu kusikia maneno yake na kusikia jina lake likitajwa kila mahali na kusikia akiongelewa kila mahali kama kawaida. Naye ameamua na akaamua, mimi sitanyamaza. Mstari wa 23 inatuambia hivi kuanzia mstari wa 22, akaja mtu mmoja katika wakuu wa sinagogi, jina lake Yairo, hata alipomuona akaanguka miguuni pake akimsihi sana, akisema, binti yangu mdogo yu katika kufa, na kuomba uje uweke mkono wako juu yake apate kupona na kuishi. Huyu mtu ameamini na akaona igawa Yesu Kristo hayuko kwake, anahubiri injili tu kwa watu kama kawaida, yeye akajua sitanyamaza. Naye akaweka imani yake juu na akaamua, nitamwalika huyu Yesu akuje kwangu, sababu binti yangu ni mgonjwa. Na labda walikuwa wamejaribu madaktari na madawa yote hata ya kienyeji na haponi. Yeye akiwa mcha Mungu, hata yeye labda alikuwa amejaribu kumuombea na haponi, sababu nazo nguvu za kiroho hasitoshani. Kuna watu wako na nguvu za kiroho siko juu kuliko wengine, kulingana na vile mtu amejiweka mbele za Mungu, kulingana na vile mtu anaogopa dhambi. Wacha nikuambie, nguvu za kiroho hazipatikanagi kulingana na ile taito uko nayo. Huku kuna kuwa na umbu mingi sana ujuni kwa msitu. Haipatikanagi na ile nguvu uko nayo ama ile taito uko nayo ati sababu wewe ni unaitwa akibishopu ama bishop, ati sasa wewe kiroho wewe uko juu sana. Unaweza kuwa hata wewe ndiye wa mwisho watu wakipagwa na nguvu za kiroho. Naye huyu hata akiwa mkuu wa sinagogi, akawa nguvu yake ya kiroho haikuwa juu kuliko ya huyu Yesu Kristo, sababu nguvu ya kiroho hupatikana kulingana na vile mtu anavyoogopa dhambi. Haijalishi wewe kama unafagiaga kanisani ama unaishi pale nyuma ama unaishi pale mbele, kulingana na vile unavyoogopa dhambi, hivyo ndivyo nguvu za kiroho zako zinakuaga juu. Naye Roho wa Mungu anakuwa akikutumia zaidi kulingana na vile wewe ni mtakatifu. Naye akaona yule anayeweza kumsaidia sababu ya binti wake mwenye alikuwa mgonjwa ni Yesu Kristo. Naye akiwa na imani akaamini, huyu akimuwekelea tu mikono, ingawa ni mgonjwa, anasema ni mgonjwa katika kufa, haikuwa anaona amebakiza kidogo tu akufe, naye akaamini. Ndio maana nikakuuliza imani yako iko wapi na Yesu yuko tayari. Kulikuwa na mkusanyiko wa watu wengi, lakini wao walinyamaza tu na shida zao. Wengine kwanza kwa kutokuwa na imani, labda wengine hata walikuwa hapo. Huyu mwenye ugonjwa hata sio yeye anaongea na Yesu, ni mtu mwingine ametumika sababu ya imani yake kuwa juu. Wengine wako na shida zao hapo hapo na wanamuona Yesu, lakini hawataki kumuongeleza ama kumkaribia. Huyu akatumia imani yake ikiwa juu na akamwambia, kuja kwangu na ukimwekelea mkono naamini ataweza kupona. Hiyo ni imani. Nawe imani ni wewe unafaa kuwa nayo kwa wakati huu na ile shida uko nayo. Usinyamaze kama wale makusanyiko ya watu. Jitege na hao watu wengine wale wanaonaga kama ni kawaida tu jina la Yesu kutajwa. Sasa ongea na Yesu, na kama hujaokoka enda kwa mtumishi wa Mungu mwenye amemwamini Yesu na mwenye umeangalia unaona mienendo yake ni mizuri, hana mienendo potofu.
sababu Biblia ilituambia tutawajua kwa matunda zao. Hatutawajua sababu ya zile taito wamewekelewa ama zile makora na maguo wanavaanga. Tutawajua kwa matunda yao. Angalia mtu anazaa matunda inakaa namna gani. Sio wale wanalalaga na watu hata na mabibi za watu hata makanisani. Mtu anasema usijui ako na mafuta ya Bwana. Mafuta gani? Hiyo labda ni ya taa. Kwa hivyo angalia hata mienendo ya mtu. Usitetee mtu muovu hata akiwa nani, na usikubali kuongozwa na mtu muovu hata akiwa nani, hata akiwa anaongoza watu wangapi. Sababu kuwa na watu wengi sio kusema uko na Mungu. Wacha nikuambie hivyo. Kuwa unafuatwa na watu wengi sio kusema uko na Mungu. Hata waganga kuna wale watu huwafuata. Kwa hivyo kufuatwa na watu sio kusema wewe uko na Mungu. Unajua watu wanaangalia kanisa hatujui iko na watu wengi. Huyo mchungaji ako na nguvu. Unaona wale watu wako nao. Angalia matunda ya mtu. Anazaa matunda gani? Ya uungu ama ya kisetani? Kama anazaa matunda ya kisetani, huyo ni wa setani. Hakuna kuwa katikati. Ni either umtumikie Mungu ama setani. Kwa hivyo angalia hata mtu anakaa namna gani. Naye Yairo aliona matunda ya huyu anaenda kuongea na yeye, na akaona anazaa matunda ya kimungu. Akaona mienendo yake ni mizuri, ni mienendo ya Mungu. Ujue yeye alikuwa mkuu wa sinagogi, anajua wacha Mungu anakaa namna gani. Yeye anaweza kuwa yeye alikuwa na hitilafu kidogo, lakini akaangalia akaona kunaye aliye juu kuniliko, mwenye anazaa matunda mazuri ya kiungu, naye akajua atamfuata. Na wewe kama hujaokoka, fuata huyo mtu. Naye ni yule unaona anaongea kuhusu Yesu wa kweli, mwenye anahubiri injili ya kweli, na mwenye anaogopa dhambi na mienendo yake ni mienendo ya kiungu. Huyo atafanya shida zile uko nazo ziishe. Kama hivi Yairo anaamini mtoto yake hata kufa sababu ya kuwekelewa mikono na huyu mcha Mungu. Unajua wakati huyu Yesu na yeye ni Mungu, na kuambia kama unategemeaga ukienda mbinguni utakuta Yesu amekaa pale na Mungu pale, wewe bado hujajua injili. Na kama wewe ni mhubiri huwa unahubiri kuna Yesu na kuna Mungu, inafaa usome Biblia yako kiundani. Sababu nitakuuliza swali moja. Wakati Yohana yule aliandika kitabu cha Ufunuo alipelekwa mbinguni kwa maono, akasema aliona kiti cha enzi kikiwa kimezungukwa na viumbe wanne wenye uhai. Hiyo kiti ya Mungu ilikuwa wapi na ya Yesu ilikuwa wapi? Juu aliona kiti moja. Yesu alikuwa amekaa wapi na Mungu alikuwa amekaa wapi? Hakuna Mungu na hakuna Yesu. Mungu ndiye Yesu na Yesu ndiye Mungu. Ni vile wakati alifaa hii mwili, hiyo mwili ndio iliitwa mwana wa Mungu, lakini yule alikuwa ndani ni Mungu mwenyewe. Hiyo mwili iliitwa mwana wa Mungu juu alikuwa anataka amefanana na sisi wanadamu. Na ndio Biblia inasemaga yeye ndiye mzaliwa wa kwanza wa kila kitu. Alifanana na sisi, na Biblia inasema katika Yohana 1:12 wale waliomwamini aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Sasa sababu amekuwa kama sisi, hakuna jina lingine angeitwa mwana wa Mungu juu anataka kutuonyesha njia ya kuwa wana wa Mungu. Na amekuwa kama sisi, amekuwa mwanadamu, na mwanadamu yeyote mwenye anaamini Mungu anaitwa mwana wa Mungu. Na yeye amekuwa mwanadamu, sio mwanadamu mwenye anaenda kwa mganga ama mwenye anaabudu shetani. Mwanadamu mwenye anaamini Mungu, na ni Mungu amejifanya mwanadamu mwenye anaamini Mungu. Juu anaamini Mungu, anajiamini. Angeitwa nani akiwa katika hii mwili? Hiyo mwili ndio ilikuwa inaitwa mwana wa Mungu. Usifikirie ati kuna Yesu na kuna Mungu. Hata Maria angejua ni nani yako naye, hangekuwa anaenda wakiwa na Yosefu baba yake. Hawangekuwa wanaenda kila wakati Yerusalemu kuomba. Wangejua ni nani wanakuaga na yeye kwa nyumba. Hata wao hawakumjua vilivyo. Kwa hivyo huyo ni yeye tunaongea kumhusu. Ukimwamini huyo, kama wewe unamwamini wewe mwenyewe, unafaa kujipeleka kwake. Siku hizi sio wakati wa zamani wenye lazima tungeenda kwa makuhani. Saa hii ni kama umemwamini. Kama hujamwamini ndivyo utaeleza kwa mchungaji akuelekeze kumwamini huyu mwenye anaenda kutafutwa na Yairo. Saa hii hatuendi kumtafuta mahali amekaa. Saa hii ako kila mahali. Hata hapa ako ndani yangu na ako hata hapa. Yeye unasikiaga ako ndani yangu na mimi niko ndani yake. Juu amejaa dunia yote akiwa Roho Mtakatifu. Kwa hivyo naye Yairo alienda kumtafuta. Saa hii siendi kumtafuta. Sijakuja huku kumtafuta.
niko na yeye, hata kwa nyumba niko na yeye. Na kujaga huku juu hapa ndio nitapata mahali private ya kuhubiri hii injili na kuomba, lakini si ati anaizi huku. Ndio maana leo mtu akaenda pale, nilikuwa nahubiria pale, nahubiriaga mara mingi, akalala hapo na gunia akiwa anaongozwa na roho ya Shetani, akifikiria hapo ndio nguvu inakuanga. Unajua wanatumwa na wale wachawi huwa wananiwinda, wanafikiriaga huwa wanashindwa na mimi juu ya hapo naendanga nao. Nikawaonyesha sio tu hapo naweza hubiria, ni huko juu, na sasa niko huku bali sana, sababu nguvu yake haikuagi mahali moja. Naye Yairo wakaamini hivyo. Mstari wa 24 inasema akaenda pamoja naye, mkutano mkuu wakamfuata wakimsoga. Naye Yesu alipoona imani ya huyo Yairo vile iko juu, akakubali kwenda pamoja naye. Nawe naangalia aone imani yako iko namna gani. Kama unaamini anaweza hiyo shida uko nayo, unaamini kweli Yesu anaiweza kuitatua. Vile Yairo aliamini hata mtoto wake kama ako karibu kukufa, akaamini kweli, nikiongea na huyu Yesu kweli atamponya. Mstari wa 25 inasema hivi, na mwanamke mmoja mwenye kutoka damu muda wa miaka 12 na kuteswa mengi kwa mikono ya matabibu wengi, amegharimiwa vitu vyote alivyo navyo, usimfae hata kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa baya. Aliposikia habari ya Yesu, alipita katika mkutano kwa akaliguza vazi lake, maana alisema, nikiaguza mavazi yake tu nitapona. Mara chemchemi ya damu yake ikakauka, naye akafahamu mwilini mwake kwamba amepona msiba ule. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tumeona watu wawili wenye imani. Ndio maana nikakuuliza, imani yako iko wapi? Na Yesu yu tayari ama Yesu ako tayari? Imani yako iko wapi? Na Yesu ako tayari. Hapa Yairo amemuita Yesu aende akamwekelee mkono mtoto wake mwenye ako karibu kupona, na Yesu ameona imani ya Yairo, naye amekubali kwenda na yeye. Bali wakiwa jiani, ujue kuna watu wengi wako na masida tofauti, lakini shida zao wamenyamaza tu nazo. Yesu naye sababu ya ile nguvu walio nayo ameibeba, ni wewe tu unakataa kuitumia ile nguvu, na ako tayari kukuhudumia na kukutoa kwenye ile shida ulio nayo. Yairo amekubali shida ile ako nayo ya mtoto wake kuwa mgonjwa, amekubali kutumia ile nguvu iko na Yesu, na ndio maana ameenda kumuita. Nimekuambia wakati huu hatuendaki kumtafuta mahali, hayuko mahali. Hata kanisani tunaendaka kukusanyika tu tumrudishie shukrani, sio ati anakuaga hapo, ako kila mahali. Nao wakiwa wametembea sasa na Yairo wakielekea nyumbani kwa Yairo, kukawa na mwanamke mwingine alikuwa na shida yake kivyake, ameteseka kwa muda mrefu. Naye akaona yule tu, akasema, na huyu mwenye nguvu, hii nguvu nitaitumia siku ya leo. Naye akaenda akaguza nguo yake, na ile shida alikuwa nayo ya kutokwa na damu miaka 12 ikaisha saa hiyo na dakika hiyo. Yeye hakuongea na yeye kama Yairo, juu Yesu tutumikia kwa njia tofauti. Sio lazima ile njia alipitia akimaliza shida ya mtu fulani na wewe apitie kwa hiyo ukiwa na shida kama ile, bali yeye huwa anatumia njia tofauti, sababu ni Mungu na ako na njia mingi za kutumia akikuja kuwamalizia watu wake shida. Huyu mwanamke tunaona na yeye hata hajaongea na Yesu, hata hajamsihi niguze, hata hajamsihi niwekelee mikono kama Yairo vile amesema, enda ukamwekelee mtoto wangu mikono. Yeye amefikiria tu kwa imani yake vile ilivyo, na akaamini nikigusa tu pinde la nguo yake nitapona, na akafanya hivyo kwa njia ya imani, na akagusa pinde la nguo ya Yesu, na kweli kwa imani akapona. Hapa ni imani. Na wewe ni shida gani ulio nayo yenye imekulemea kwa muda mrefu, yenye hata labda watu wale mlio nao wanasemaga hii haiwezi isha? Biblia inatuambia huyu mwanamke alikuwa ameuza mali yake yote akijaribu kutibiwa, labda hata kwa waganga, kwa miti shamba, kwa madaktari. Mali yake ilikuwa imeisha na haponi. Lakini hapa hakuna kitu anatumia. Hapa hata hakuna kuongea anafaa kuongea. Hata hapa hakuna hata kuelezea shida yake iko wapi. Hapa alitumia imani yake na akaguza ile nguo, na alipoiguza ile pinde ya nguo, kweli shida yake ikaisha. Hapa ni imani ilimuongosha, ni imani ilimuendesha.
vile na wewe siku ya leo unafaa uongozwe na imani. Usisikie watu, usiangalie watu wanasema namna gani, usiangalie ile shida uko nayo, umekaa nayo kwa muda mrefu namna gani, usiangalie uzito wa ile shida uko nayo. Ya hiyo shida yake ilikuwa mtoto wake alikuwa karibu kukufa. Huyu mwanamke naye shida yake ilikuwa amemaliza mali yake yote. Kwa hivyo zote ni shida kubwa, lakini kwa viwango tofauti. Na wewe shida yako ni kubwa kivyako kwa kiwango tofauti na mtu mwingine. Wacha kuangalia watu. Kulikuwa na watu wengi na kusanyiko la watu wengi. Hawakufikiria wakiuza Yesu shida zao zitaisha. Hawakufikiria wakiambia Yesu aende kwao shida zao zitaisha. Lakini kuna wale wawili hapa wametajwa, walitumia imani yao na wakasema sitanyamaza tena, sitakaa chini tena, sitangojea tena, natumia hii wakati na ni saa hii na dakika hii. Yairo wakamuongeleza Yesu, akakubali kwenda na yeye. Mwanamke akagusa Yesu na akapona. Kwa hivyo na wewe ni wakati wako, ni leo. Kama hujaokoka, tafuta mchungaji mwenye anamwamini Yesu kiukweli. Kama umeokoka, tumia hii nafasi, tumia imani sasa wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe kama yule mwanamke, guza Yesu, ako hapa anakusikia. Ako hapo nyumbani kwako anakusikia. Piga magoti, ongea na yeye, mwambie shida zako ukiwa na imani, na hiyo shida itakuwa imefika mwisho dakika hii na saa hii. Hakuna kitu kidogo kwa Mungu. Ndio maana akiwa huku duniani, ungesoma hapo uendelee hapo mbele kidogo, tungekuwa kanisani tungesoma mpaka chini. Lakini ni mzuri tulikuwa tufikishe hapo. Utaona watu walikuja wakaambia Yairo, wacha kumsubua mwalimu sababu mtoto wako azaa kufa. Shida yake ilikuwa ya ugonjwa mwenye mtu wako karibu kukufa. Sasa imeongezeka ikawa ingine yenye watu wanafikiria sasa hii haiwezi tatuliwa. Kuna shida watu hufikiria hii haiwezi tatuliwa na Mungu, lakini kwa Mungu hakuna shida kubwa. Kuna mtu anangojekaga mpaka ati akiwa hospitali anaanza kusema sasa Mungu niue. Unakufa ukiwa na miaka ngapi? Mungu amesema mtu atakufa akiwa na miaka ngapi? Kama hujafikiza ile miaka Mungu amesema mtu atakufa nayo, hakuna hiyo ugonjwa uko nayo sio ya kukuua, sio ya kukutoa uhai. Na wewe sasa ni wewe unakosaga imani. Unaweza kusema afadhali nikufe nipumzike. Upumzike wapi kama hujaokoka? Upumzike wapi? Hiyo ni kukosa imani, sababu umeona ati hiyo ugonjwa imefika mahali sasa huwezi pona. Una limit Mungu. Unaona kile kiko karibu na wewe sasa, kile Mungu anaweza fanya haraka ni kifo. Kifo ni ya Shetani na ililetwa na dhambi, sio Mungu. Kwa hivyo usiite Mungu ati akuue. Imani ndio umekosa. Vile wale watu walikuwa wanaambia Yairo ati wacha kumsubua mwalimu juu mtoto wako tayari amekufa. Wakaamini sasa akikufa mwisho imefika. Kwa Mungu hakuna mwisho. Naye Yesu akamwambia ukiwa na imani haya yote yatawezekana. Hata kama amekufa, Yesu ako na nguvu ya kumfufua sababu ni Mungu. Mungu aliumba hii vitu yote unaonaga hivi kwa neno. Kufufua mtu ndio nini kwake? Alitamka na kuwe na dunia hii yote unaonaga, ikawa kutamka tu na akitumia mkono. Nguvu yake ni nguvu haina mwisho. Lakini kuna mahali inafikaga kiwango ya shida, watu wanaona hii shida imempita Mungu, sasa haiwezi isha. Unaamini hivyo, huyo ni Shetani anakuhubiria mahubiri kama hiyo, ukose imani ili ukufe. Lakini ukiwa na imani, hakuna shida kubwa kwa Mungu, hakuna shida kuu kwa Yesu. Ongezea imani siku ya leo. Imani yako iko wapi? Na Yesu yuko tayari. Ongezea imani siku ya leo, uone ukitoka kwa hiyo shida yenye imekuzubua kwa huo muda mrefu. Mwanamke alikuwa amesumbuliwa miaka 12, mali yake ilikuwa imeisha. Ya hiyo mtoto wake alikuwa karibu kukufa na tayari alikufa. Lakini hizo shida zote zilitatuliwa na Yesu sababu ya imani. Na wewe imani yako iko wapi? Ukiamini hizo shida zitakuondokea. Bwana Yesu akubariki na akuinue na akufanyie makuu. Tuamini na tuombe. Mungu wa vyote, Mungu wetu uliyetuumba, asante kwa hii wakati umetupea. Hata tumelisikia neno lako vile ulikuwa umepanga tulisikie. Umenitumia mimi kama chombo ili watu wako wakusikie. Sio mimi nimeongea nao, bali ni wewe umeongea na wao kupitia kwangu.
mimi ni mtumishi wako, nijipeana kwako, mwili wangu, nafsi yangu na hata uhai wangu. Nitumie ile miaka nimebakiza katika hii dunia, nitumie kwa vyovyote vile, ili watu wako wakujue. Nimejipeana kwako, mimi ni wako, wewe ndiye uliyeniumba. Nitumie Baba yangu, onekana. Mwenye ananisikiza na hajaokoka, Mungu mlete kwenye wokovu. Mwenye ananisikiza na ameokoka, mdumishe kwenye wokovu. Hata mimi niongoze, nionekanie, nilinde. Wachawi bado wananiwinda, lakini hawatafaulu, sababu nguvu yako ni zaidi ya nguvu ya Shetani. Uliye ndani yangu, wewe ni mkuu kuliko wale wanayemtumikia. Na widagwa kila siku, hata saa hii najua nikitoka hapa na ngojewa, hata utawala najua na ngojewa, lakini tukiwa na wewe, mimi ni zaidi ya mshindi. Nionekanie Baba yangu, hata huku niliko bado wako wananiangalia. Nikianza kutoka, wajue nimeenda namna gani, wapiganie simu juu wakati huu hata wachawi wame advance, juu simu zimekuja na zinatumiwa vizuri vile naitumia hii yangu kuhubiri Injili, na kuna wengine wanaitumia vibaya kutumikia Shetani. Wote hakuna kazi, haina mshahara. Wamemiwida, hawajanipata. Wametumia pesa mingi, mimi sijatumia hata dururu, sababu nikiwa na wewe, mimi ni zaidi wa mshindi. Asante Baba yangu, thank you. Sifa na shukrani kwako. Wacha uonekane, nisionekane. Wacha uinuliwe, nisiinuliwe. Ni katika jina lako kuu nimeomba na kuamini. Asante, amen. Barikiwa, inuliwa, tendewa mema na makuu. Kama hujaokoka, unangojea nini?